Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatatu msikilizaji, ya Januari 12 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya ya Amka na BBC asubuhi hii, ushahidi kutoka Iran unaonyesha kwamba vikosi vya usalama vinatumia nguvu kubwa vikijaribu kukabiliana na maandamano dhidi ya serikali. Kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa Januari 15 nchini Uganda zipo katika hatua ya lala salama, huku upinzani mkubwa ukiendelea kushuhudiwa kati ya rais wa sasa Yoweri Museveni wa chama cha NRM na Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine wa NUP. Na tunaangazia nini kiko nyuma ya ghasia, machafuko na maandamano ya sasa nchini Iran na hatima yake ni nini? Mustakabali wa moja kwa moja hatuupati kwa sababu tayari kuna tishio ambalo limetoka kwa Donald Trump zaidi ya mara 3 mara 4. Tunakosa jibu la moja kwa moja kuwa je, Marekani, Israeli wataingia moja kwa moja? Naam, lakini kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu unasomwa kulia kwangu hapa studioni na mwenzangu Florian Kaijage. Florian, karibu. Asante Skola. Iran imeonya kuwa italipiza kisasi iwapo itashambuliwa na Marekani, huku vyanzo vya BBC na wanaharakati wakiripoti kuwa mamia ya waandamanaji sasa wameuawa katika msako mkali wa serikali. Chanzo kimoja cha habari mjini Tehran kilisema Jumapili kuwa mambo ni mabaya sana na kudai kwamba wengi wa marafiki zao waliuawa. Kuna taarifa za ufyatuaji wa risasi za moto na kwamba mitaa imejaa damu, huku miili ya watu ikichukuliwa kwenye malori. BBC ilihesabu takriban mifuko 180 ya miili katika pita jongevu kutoka chumba cha kuhifadhia maiti jijini Tehran. Shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu lenye makao yake nchini Marekani linasema limethibitisha vifo vya waandamanaji 495 na wana usalama 48 kote nchini Iran. Maelfu ya watalii wamekwama katika eneo la Lapland nchini Finland, huku msimu wa baridi kali ukizuia safari za ndege kutoka katika moja ya viwanja vyake vya ndege. Esther Luambano anaeleza zaidi. Safari za kuondoka uwanja wa ndege wa mji wa Lapland, Kitla, ambazo zingewasafirisha wasafiri wa majira ya baridi kurejea maeneo kama London, Bristol, Manchester, Paris na Amsterdam, zote zilifutwa Jumapili kwa sababu jotoridi halikuzidi nyuzi joto hasi 35. Hali hiyo inatarajiwa kuendelea Jumatatu, kwani kiwango cha chini cha nyuzi joto hasi 39 kinatabiriwa na wakala wa hali ya hewa wa Finland. Safari ya kwanza ya ndege kutoka uwanja wa ndege wa Kitla Jumatatu tayari imefutwa. Serikali ya kijeshi ya Sudan imerejea katika mji mkuu wa nchi hiyo Khartoum baada ya takriban miaka 3 ya kufanya kazi kutoka katika kambi yake ya wakati wa vita katika mji wa mashariki wa Port Sudan. Waziri Mkuu wa Sudan Kamel Idris aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba serikali ya matumaini imerejea rasmi mjini Khartoum na itaanza juhudi za kuboresha huduma kwa wakazi wa jiji hilo wanaokabiliwa na matatizo lukuki. Wanajeshi wa serikali walilazimishwa kuondoka baada ya mapambano na vikosi vya RSF wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka kati ya pande hizo mbili mwaka 2023 kabla ya jeshi kuteka tena mji huo Machi 2025. Na wataalamu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi wameonyesha wasiwasi kuhusu kuathirika kwa viumbe kufuatia kupungua kwa barafu kwenye milima ya Himalayas na kuyaacha maeneo mengi ya milima hiyo ikiwa wazi. Wataalamu hao wanasema majira mengi ya baridi katika miaka 5 ya hivi karibuni imeshuhudia kushuka kwa kiwango cha barafu kulinganisha na wastani wa barafu ya kati ya miaka 1980 na 2020. Hii ni BBC. Ni muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC na inakutangazia kwenye FM na redio wa shirika nchini Tanzania ni pamoja na Aburi FM, CGFM na Classic FM 103.3. Kenya ni Count FM na Nyota FM. Uganda Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Radio Muungano Beni pamoja na Lizard Radio. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Ushahidi kutoka Iran unaonyesha kwamba vikosi vya usalama vinatumia nguvu kubwa vikijaribu kukabiliana na maandamano dhidi ya serikali. Picha moja ya video imeonyesha miili mingi ikiwa imepangwa nje ya chumba cha kuhifadhia maiti kusini mwa Tehran. Chanzo kimoja kimeiambia BBC kwamba watu sasa wana
hata kutoka nje mitaani. Phyllis Mwate anaarifu zaidi. BBC imehesabu takriban mifuko 180 iliona miili ya watu katika picha za video kutoka karibu na Tehran. Shirika la Marekani la Human Rights Activist News Agency HRANA linasema limethibitisha vifo vya waandamanaji 495 na maafisa 48 wa usalama kote nchini. Watu wengine zaidi ya 10,000 wamekamatwa katika kipindi cha wiki 2 za machafuko. These individuals are arbitrarily arrested. They are transferred to unknown locations. Marekani imetishia kushambulia Iran kufuatia mauaji ya waandamanaji, na rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba Marekani iko tayari kusaidia, huku Iran ikielekea kile alichosema ni uhuru. Maandamano hayo yaliyoanza kutokana na kupanda kwa gharama za maisha sasa yanaegemea kukomeshwa kwa utawala wa kidini wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mwanasheria mkuu wa Iran alisema mtu yeyote anayeshiriki maandamano atachukuliwa kama adui wa Mungu, kosa linaloadhibiwa kwa kifo, huku Ali Khamenei akitupilia mbali matakwa ya waandamanaji na kuwataja kama kundi la wahuni wanaotaka kumfurahisha Trump. BBC na mashirika mengine ya kimataifa ya habari hayawezi kuripoti kutoka ndani ya Iran, na serikali ya Iran imezuia huduma za mitandao tangu Alhamisi, na hivyo ni vigumu kupata na kudhibitisha taarifa. Siku ya Jumapili, Iran ilitangaza siku 3 za maombolezo kwa kile ilichokiita mashahidi waliouawa katika mapambano ya kitaifa ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Tutaangazia taarifa hii kwa kina hapo baadaye katika gumzo. Asante Phyllis Mwate. Wakati kampeni za wagombea 8 wa urais nchini Uganda zikielekea tamati kuelekea uchaguzi mkuu Januari 15, kwa mara nyingine inaonekana wazi kwamba ni ushindani wa watu wakubwa wawili, yaani Rais Yoweri Museveni wa chama cha NRM na Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, yeye ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha NUP. Chama tawala kinawahimiza wapiga kura kulinda kile wanachokiita mafanikio yaliyopatikana kwa juhudi kubwa, huku upinzani ukihamasisha wafuasi wake kuwa na ahadi za mabadiliko baada ya miongo kadhaa ya uongozi. Hapo awali nimezungumza na mwandishi wa BBC David Nkya ambaye yuko nchini Uganda, na anaanza kwa kunieleza hali ilivyo sasa na kile kinachoendelea kuelekea uchaguzi mkuu hapo baadaye Januari 15 mwaka huu. Tumefika hapa Jumamosi ile tarehe 10. Tumeweza kuzunguka baadhi ya maeneo licha kwamba ilikuwa huenda wakati huu huyu akaibuka mshindi ama huyu akaibuka mshindi, lakini kwa ujumla kumekuwa na utulivu mkubwa licha ya hizi kuvuta za kisiasa katika maeneo mbalimbali. Ulinzi umeimarishwa katika kila maeneo, vikosi vya usalama vipo barabarani kuhakikisha kwamba hali inakuwa tulivu kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 15. Kampeni zinaendeleaje, lakini pia zinatarajia kukamilika lini hasa, David Nkya? Mpaka sasa hivi kampeni bado zinaendelea kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya hapa Uganda katika baadhi ya maeneo na maeneo mbalimbali. Sasa leo hii tunatazamia mwanasiasa huyu wa upinzani Bobi Wine ama Robert Kyagulanyi atakuja hapa Kampala kwa ajili ya kuweza kuhitimisha kampeni zake, licha kwamba kumekuwa na taarifa ya kwamba huenda akazuiwa kuingia katikati ya mji, kwa hiyo anaweza kafanya kidogo nje ya mji wa Kampala. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, Rais Museveni yeye atakuja hapa kesho na atakuwa katika uwanja wa Lugogo hapa Kampala kuweza kuhitimisha kampeni kwa upande wa chama chake cha NRM. Baada ya hapo basi kila mmoja atakuwa anasubiri lile zoezi la kupiga kura la tarehe 15. Masuala makuu yapi hasa yanaangaziwa zaidi na wagombea, David Nkya, katika uchaguzi huu hapo Uganda? Kwa upande wa Rais Museveni, yeye hata kwenye ajenda yake ama kwenye yale mabango ambayo ameweka barabarani wanasema kwamba kulinda kile ambacho tumekipata ama kulinde kile ambacho tunacho kipata chini ya utawala wake miaka 40 hapa Uganda. Kwa upande wa Robert Kyagulanyi ama Bobi Wine, yeye anasema kwamba wanatamani vitu kadhaa. Yeye Bobi Wine anasema kwamba bado kuna shida ya ajira, bado kuna shida ya uchumi, bado kuna shida kadha wa kadha. Hayo ndio yale ambayo pande hizi mbili wanatazamia. Sasa hapo awali mwenzangu Sami Awami alikuwa ameweza kufika hapa kabla yetu na kuzunguka katika baadhi ya maeneo na kuandaa taarifa ifuatayo. Nimekuja kwenye mkutano wa hadhara hapa wa chama cha upinzani cha National Unity Party au NUP cha Bobi Wine,
na kwa kweli watu wamejaa hapa. Wengi wao ni vijana, wengi wamekaa katika majani, wengine wamesimama pembeni mwa nyumba wanafuatilia, wengine hata juu ya paa za nyumba, alimradi tu wapata kusikia nini ambacho kinaendelea hapa. Katika uchaguzi huu, chama tawala cha National Resistance Movement NRM kinaongozwa na Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 na amekuwepo madarakani kwa miaka 40 sasa. Emmanuel Lumala Dombo ni msemaji wa NRM. Look at Uganda. Iangalie Uganda. Miaka 40 iliyopita tulikuwa miongoni mwa nchi zilizokuwa